Asanteni sana. Ni siku kubwa kwangu kwa sababu nina imani kubwa sana na huyu bwana. Nimefurahi sana kumwapisha waziri wetu mpya wa usalama wa ndani, mzalendo mkubwa wa Marekani, kwa kusema kidogo tu, McWayne Mullen. Nataka kusema tu, McWayne, hongera sana, unastahili. Wewe ni mtu mkubwa. Pia ningependa kushukuru familia nzuri ya waziri Mullen, ikiwemo mke wake Christy. Asante. Watoto wake wa kiume Jim, Jace na Andrew, na mabinti Lara, Ivy, Lynette, pamoja na wanafamilia wengine wa familia ya Mullen. Ni familia nzuri sana. Unamjua huyu kijana? Yeye ni bingwa wetu mkubwa wa mieleka. Sitaki kupigana naye hata kidogo. Ni mwanamieleka wa kiwango cha juu kabisa. Familia hii ina vinasaba vizuri. Najivunia sana ninyi. Pia shukrani kwa mwanasheria mkuu Pam Bondi, mwenyekiti Jason Smith, mbunge Josh Gottheimer, aliyekuwa spika wa bunge Kevin McCarthy, na marafiki wengine wengi waliokusanyika nasi hapa. Ni kundi zuri sana la watu. Kwa miaka 13, McWayne ameiwakilisha jimbo la ajabu la Oklahoma, jimbo ambalo nilishinda kaunti zote 77 kati ya 77 mara 3 mfululizo. Kwa hiyo wananipenda huko. Wa pili alikuwa Ronald Reagan kwa 56. Ulijua hilo? 56 si mbaya, lakini 77 kati ya 77, hiyo si mbaya. Alikuwa bungeni kama mwanachama wa baraza la wawakilishi na baadaye akawa seneta bora sana wa Marekani. Kwa kweli amekuwa bora. Amekuwa mshirika wa karibu sana katika kusaidia kulinda mipaka, kupunguza uhalifu wa wahamiaji na kupambana na dawa za kulevya haramu na kufanya Amerika kuwa usalama tena na kubwa tena. Ni mtu muhimu sana. Amefanya kazi na Tom Homan na watu wetu wote upande wa kulia na wengine wengi. Kila alichofanya kimekuwa kizuri. Nasema kila alichogusa kimekuwa kama dhahabu. Hata kwenye biashara alikuwa na mafanikio na akaamua kuingia kwenye siasa. Kama Mmarekani wa asili wa pekee, sikujua hilo, ngoja nikuangalie. Ndiyo, hilo ni sawa. Ana ubora mkubwa. Yeye ndiye Mmarekani wa asili pekee katika Senate. Wangapi walikuwepo kabla yako? Labda watatu. Wewe ni mwakilishi mzuri sana. McWayne pia amekuwa mtetezi mzuri wa jamii za makabila. Sasa ndiye mwanachama wa kwanza wa Cherokee Nation kuwahi kuhudumu katika baraza la mawaziri. Sikujua hayo yote, ningejua ningemchagua haraka zaidi. Kabla ya siasa, alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa sana. Aliacha shule akiwa na miaka 20 baada ya baba yake kuugua, akachukua biashara ya familia na kuifanya kuwa mafanikio ya mamilioni. Pia alikuwa mpiganaji wa MMA, ndiyo maana nilitazama masikio yake nikasema sitaki kupigana naye. Unaweza kujua mengi kuhusu mtu kwa masikio yake, sivyo? Hakuwahi kushindwa katika maisha yake ya mapigano na aliingizwa katika Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Alipata jeruha baya lakini akarudi akiwa na nguvu zaidi. Ni vizuri kuwa nawe. Hapa sina shaka kuwa atakapochukua uongozi wa DHS, atapigania usalama wa taifa na kuifanya nchi kuwa imara kama inavyopaswa. Nchi yetu imepiga hatua kubwa kwa mwaka uliopita. Tuliiweka vizuri sana, halafu tukapata miaka 4 ya mateso mabaya, mipaka wazi na mambo ambayo hakuna mtu angefikiria. Watu milioni 25 waliingia nchi. Tumewaondoa wengi, lakini bado wengi wapo. Wauaji 11,888 waliingia nchi. Watu walitoka kila kona ya dunia, magereza, magengi, wauza dawa za kulevya na hata taasisi za akili. Kilichoruhusiwa kutokea hakipaswi kurudiwa na hakitatokea chini ya McWayne. Tuna mtu mwenye nguvu, mtaalamu na mwenye haki. Idara anayochukua sasa imefungwa kwa sababu ya wanademokrasia waliokataa ufadhili ili kulinda wahamiaji wahalifu, wauzaji dawa na wauaji. Wanawalinda wote. Sijui watu wanawezaje kuwapigia vota. Wanataka wanaume washiriki michezo ya wanawake, hawataki vitambulisho vya wapiga kura wala uthibitisho wa uraia. Katika siku zilizopita, tumeona madhara ya sera za mipaka wazi. Binti wa miaka 18, Sheridan Gorman, alipigwa risasi alipokuwa akitembea bustani. Hakufanya chochote. Mshukiwa alikuwa mhamiaji haramu wa Venezuela aliyeachiliwa kuingia nchi.
Alikamatwa kisha akaachiliwa tena Chicago. Tunaweza kulifanya jiji hilo kuwa usalama ndani ya mwezi miwili kama wangetuomba msaada. Wanademokrasia hawakeri damu ya Amerikani. Kutoka Sheridan Gorman hadi wengine wengi, sera zao zimeacha wathabiti wengi. Kwa uongozi wa Waziri Mullen, tutaendelea kuwafukuza wahamiaji wahalifu kwa kiwango cha juu kabisa, licha ya mfumo wa mahakama usiokuwa wa haki. Tutalinda maisha ya Amerikani wasio na hati. Mhamiaji haramu mwenye rekodi ya uhalifu lazima afukuzwe mara moja. Wengi waliingia chini ya Biden na Kamala, ambaye hakuwahi hata kupiga simu kwa Border Patrol. Chini ya uongozi wetu, tumepata mafanikio makubwa katika usalama wa umma. Hivi karibuni tulikuwa Memphis kusherehekea kupungua kwa uhalifu kwa kiwango hakiwiwahi kuonwa. Washington DC sasa ni jiji salama sana, tofauti na zamani. Ndani ya mwaka mmoja tumepata mpaka salama zaidi katika historia ya Amerika na kupungua kwa uhamiaji haramu kwa kiwango kikubwa sana. Kiwango cha mauaji kimeshuka hadi viwango vya chini katika miaka 125. Tunaifanya Amerika kuwa usalama tena na kubwa tena. Pia tuna mafanikio makubwa kimataifa. Iran wanataka sana kufanya makubaliano. Jeshi letu lina vifaa vizuri zaidi duniani na sasa tunataka kuvifanya vipatikane kwa haraka zaidi. Ningependa kumshukuru Pete Hegseth kwa kazi kubwa anayofanya pamoja na maafisa wa jeshi wote. Tunafanya kazi nzuri sana. Sasa ningependa kumwalika mwanasheria mkuu Pam Bondi kumwapisha mtu ambaye ninaamini atafanya kazi ya ajabu kwa nchi yetu. Familia yako inapaswa kujivunia sana. Kila mtu alitaka kazi hii, lakini walisema kuna mtu sahihi na ninaamini atakuwa bora. Asante Pam, tafadhali kuja. Asante. Which we could make safe in 2 months, I would say. 2 months if we sent in the group, Tom, right? 2 months would be good. 3 months, very good. 4 or 5 months, it would be great. But they would never call because they don't want to do that. All they have to do is call and ask for a little help. The Democrats in Congress do not care how much American blood they shed in their demented pursuit of open borders. From Sheridan Gorman to Jocelyn Nungary and Laken Riley, their quest to flood our country with illegal aliens.